Nini sababu ya mtu kuumwa kichwa pindi anaposikia harufu ya manukato ya perfume au aidha udi? Sababu yake husababishwa na nini, au chanzo chake ni nini hasa? Au vile mtu huyu anasumbuliwa na jambo gani katika mwili wake? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napenda kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa darasa zetu zinazoendelea mara kwa mara katika channel yetu hii ya Dimo TV. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe ili tutakapokuwa tukiupload video yetu mpya katika channel hii basi ukapatiwa ujumbe, na vile kama ni mshiriki mzuri wa madarasa yetu basi usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare video hii. Kwa majina naitwa Maalim Kombo. Darasa letu la leo nitapata kukufunza na kufafanulia juu ya jambo ambalo baadhi ya watu linawasumbua. Ni ile hali ya mtu anaposikia harufu ya manukato kama perfume au manukato ya udi, ubani, basi mwisho wa siku anapata maumivu makali ya kichwa. Hili ndio somo letu katika siku ya leo. Na kusihi kaa kwa kutulia hapo ulipo, fuatilia darasa letu hili mwanzo wa darasa mpaka mwisho wa darasa ili uweze kupata ufafanuzi juu ya jambo hili. Kuna baadhi yetu sisi wanadamu tumekuwa na changamoto kubwa sana. Iwapo tunapokuwa tunakumbana na harufu ya manukato, basi tunapata maumivu ya kichwa, na vile muda mwingine hupelekea mtu kuweza kujisikia vibaya. Kuna baadhi ya watu mpaka hupelekea baada ya maumivu ya kichwa akapata kichefuchefu kikali. Kuna wengine pia anaposikia hiyo harufu ya manukato kichwa humuuma kwa sana, na hupelekea mtu kuweza kupiga miayo, kutoa miayo kwa wingi sana. Umeona? Na kuna baadhi ya watu wengine pia akisikia harufu hiyo ya manukato makali basi kifua chake kinajaa. Sawa, kifua chake kinajaa. Nini kinachosababisha hii hali kwa baadhi ya watu? Chanzo kikubwa cha hii hali uhusishwa na masuala moja kwa moja ya majini. Hapo pia huenda pakawa pana viumbe wa aina kuu mbili. Kuna viumbe wa kheri na vile kuna viumbe wa shari. Hilo tupate kufahamu. Kwa kuna majini ambao ni wa kheri na kuna majini vile waliokuwa wa shari ambao tunawaita majini mashetani. Sasa kwa baadhi yetu sisi tunapokumbana na hii hali, huenda tukawa tupo katika kiulizo kikubwa sana. Tupo katika mabano. Nini kinachokusumbua? Kipi kinachokusibu? Umeona? Ni kweli labda huenda kuna baadhi ya dalili unazoziona ukajiona kwamba wewe ni mtu ambaye labda una mwathiriko wa tatizo la jini. Lakini je, atakuwa ni jini yupi ambaye wewe binafsi anayekusumbua? Na nitakutajia baadhi ya majini ambao huwa mtu akiwa nao, na ikitokea hali ya mtu kusikia hiyo harufu au manukato ya perfume au udi, basi kichwa humuma. Nitakutajia majini wa aina kama 3 tu hivi. Jini wa kwanza kabisa ni jini ambaye anaitwa jini subiani. Unapokuwa una jini subiani, basi mara nyingi sana hupelekea mtu kuweza kupata maumivu ya kichwa anapokuwa amesikia harufu ya manukato. Na jini wa aina ya pili ambaye hupelekea mtu kupata maumivu ya kichwa anaposikia harufu ya manukato kama ya udi au perfume, basi miongoni mwa majini ni majini ambao wanaitwa majini mahaba. Hii ni moja ya sababu ya kundi hili la majini kupelekea mtu kuwa anapata maumivu ya kichwa mara kwa mara pindi anapokuwa akisikia au akinusa ile harufu ya manukato ya perfume. Sawa. Na kundi la 3 linalopelekea kwamba mtu akiwa anasikia hiyo harufu ya manukato basi humpelekea mtu kichwa chake kuuma, basi ni majini ambao wanaitwa rohania. Wa asilimia kubwa wanakuwa wanahusika sana na masuala ya utabibu, masuala ya kutibu. Sawa, wanahusika sana na masuala ya kutibu. Hii ni jamii ya majini ambao wanatoa njia mbalimbali kwa wanadamu kwa ajili ya kufanya utabibu. Sawa.
Kwa makundi haya matatu ambayo ni kundi la Subiani na kundi la jini mahaba na kundi la rohania. Sasa katika hili kundi la matabibu kuna majini wengi sana humo ndani yake, ambapo ndo unaweza kumpata Maimuna, ukampata Jabali, ukampata Sharifu, sio ukampata Mnani. Sawa? Na vile vile ingawa kwamba na Subiani yupo ambaye kwamba kuna baadhi yao wanampata Subiani pia ambaye anafanya shughuli za tiba, ila si mara nyingi sana. Subiani anahusika sana katika masuala ya kuangamiza, kupiga, kutuma, kushambulia hivyo. Na jini mahaba nadhani tunamfahamu madhara yake jinsi ambavyo anavyoyafanya kwa wanadamu. Kwa hiyo haya makundi matatu ndio kisababishi kikubwa sana cha mtu anapokuwa anasikia harufu zile za manukato, basi kichwa kikamuuma. Kwa kama utajiona una hii hali, umesikia harufu ya manukato kama perfume, udi, ubani, umesikia mahala kokote, basi kichwa kikaanza kukuuma, ukajisikia vibaya, mapigo ya moyo kaenda kasi, kifua kikajaa, hupelekea muda mwingine mpaka kichefuchefu, basi ufahamu kwamba unasumbuliwa au una dalili ya kuwa na jini. Sasa katika hawa majini huenda mojawapo ukawa nalo kati ya kundi la Subiani au kundi la jini mahaba au kundi la majini wa kitabibu. Na vile vile kupitia hili tukio la wewe kuumwa kichwa pindi unaposikia harufu za manukato, husababishwa pia na mwingiliano wa majini. Sehemu moja kuwa kuna majini wengi sana, hii hali hupelekea hivyo. Labda unakutana wewe hapo una mwingiliano wa majini zaidi ya 20, waheri na washari, wote wamekumbana katika mwili wako, wote wakumbana kwa pamoja. Labda hawa majini waheri walikuja kwa kusudi lao, wanajua wenyewe, sawa, labda mfano kama labda utabibu au kukupa maono kama njozi na vitu vingine. Sasa na hawa majini wa shari nao labda ni wakutumwa au wamekuvamia tu kwa malengo na makusudio ya kuweza kukudhorotesha kimaisha. Pale ambapo panapokutana na hawa viumbe wa namna mbili ambao ni majini wa kheri na majini wa shari, wanapoingia katika mwili mmoja, basi mtu huyo anaposikia tu ile harufu ya manukato, wao kama wao kuna misuguano ya kivita ambayo inatokea ndani kwa ndani. Hii inapelekea uchochezi mkubwa sana kwa wewe uliyebeba mzigo wa hawa viumbe, basi kupelekea kwamba apate maumivu ya kichwa, upelekea apate mweweseko mkubwa katika nafsi yake, na mapigo ya moyo kwenda mbio, usikia kama dalili ya kichefuchefu, kwenda mbweo au kwenda kupiga miayo. Kwa hiyo hii ni hali ambayo inawasumbua sana baadhi ya watu. Kwa hiyo hili lifahamike hivyo na itambulike hivyo. Kwa kikubwa zaidi, anza kutafuta tiba kama una changamoto hii, anza kutafuta njia za namna mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujinasua na hili tatizo au namna kuweza kujitibia hili tatizo. Kwa leo naona niishie hapa. Kama utakuwa na maswali au aidha una maoni, basi unaweza ukaacha maswali yako katika sehemu ya wazi ya comment kabisa. Na vile vile kama una shida na visomo vya dua, tiba za maradhi ya namna mbalimbali, basi waweza ukanipigia simu kwa mawasiliano yangu ambayo yapo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia hapa namba zangu za simu ni hizo ambazo zinazopita hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.